Na mtazamaji, ndivyo ambavyo amenikaribisha humu ndani Lulu Ali katika kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze na habari za kitaifa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia mfuko wa sanaa na utamaduni kwa kushirikiana na mabenki wameendesha mafunzo maalum kwa watengeneza maudhui mtandaoni maarufu kama content creators, yakiwa na lengo la kuwapa elimu juu ya namna sahihi ya kufanya kazi zao kwa faida za kiuchumi na kijamii. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa mafunzo hayo, afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa sanaa na utamaduni Nyakao Mahemba amesema mafunzo hayo ni sehemu muhimu kuwatengeneza maudhui mtandaoni, kwani yanakwenda kuwanufaisha zaidi. Aweze kuwa na elimu ya uwekezaji wa mapato yake kutokana na kazi zake za kila siku. Vile vile pia content creators wetu hauweze kusimamia miradi yake ya kibiashara. Kwa hiyo tuko hapa pia kwa ajili ya kuwasaidia wadau wetu waweze kuzingatia maadili katika uzalishaji wa kazi zao, lakini vile pia wazingatie taarifa binafsi. Haya mafunzo yamekuwa ni mazuri sana. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nimpongeze waziri mwenye dhamana ya wizara hii ambayo imeandaa mafunzo haya. Kazi ni kubwa sana imefanyika. Haya mafunzo ni bora na ni muhimu sana. Ukiangalia mafunzo haya ndio yanajenga content creator ambaye anaweza akakopesheka. Na kwingineko, kampuni ya Alaf Limited imeahidi kuendelea kuwekeza zaidi katika afya za wafanyakazi, ikiwemo kuwekeza zaidi ushirikiano wao katika mbio za kimataifa za Kilimanjaro International Marathon ambazo zimemalizika hivi karibuni mjini Moshi. Meneja rasilimali watu wa Alaf Limited Jumbe Onjero alisema hayo punde tu baada ya mgeni rasmi katika mbio hizo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda kutembelea banda la kampuni hiyo katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, ambapo kampuni hiyo ilishiriki katika maonesho maalum. Na Alaf League ambayo ni ligi ambayo inashindana ndani ya kampuni idara na idara. Tunayo Alaf Jogging Club ambayo inashughulika na mambo ya mbio kwa ajili ya kutengeneza afya. Tunayo pool table na tunayo tennis pamoja na table tennis. Kwa hiyo tumeanzisha pia basketball kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunachofanya ni kujenga umahiri wa wafanyakazi. Kwa mara nyingi narudia, kadri unapotoa bidhaa bora, wale watu wa bidhaa bora ni wafanyakazi. Kwa hiyo lazima na wenyewe wawe bora. Chama cha waamuzi wilaya ya Manyoni mkoani Singida kimetakiwa kuanza kuwachukulia hatua za kisheria waamuzi wanaochezesha michezo ya mashindano ya kombe la Pasaka inayoendelea wasiofuata sheria 17 za mpira wa miguu kwa kutokuwa makini kwenye maamuzi yao, badala ya kuendelea na utamaduni uliozoeleka wa kufumbia macho na kuwaonea haya kutokana na nafasi ya ajira walizonazo kwenye maeneo yao ya kazi. Tupate taarifa zaidi. Kapteni wa timu ya Blue Swallows Laurent George amesema imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya waamuzi wa wilaya ya Manyoni kutokuwa makini kutoa maamuzi sahihi wakati wanapokuwa wakichezesha na kutozingatia pia sheria 17 za mpira wa miguu. Walikuwa wamesoma lakini bado hili kwa mdogo. Wajaribu kuzingatia, wana makosa mengi. Mechi ya kwanza wamepewa penalty timu pinzani. Alikuwa ni line alichezesha alikopo center. Leo kafanya maamuzi ya mabovu kila siku. Kocha wa timu ya Talent Ocean Mohamed Dudeki akaonesha kutoridhishwa kwake na maamuzi ya mwamuzi aliyechezesha mchezo kati ya Blue Swallows na timu ya Talent Ocean kwa kutoa maamuzi bila kujiridhisha kutokana na mapungufu yaliyopo. Wawe makini na wazingatie maamuzi wanayotoa sahihi maamuzi yao. Mambo mengine wanayolalamikiwa waamuzi waliochezesha mchezo kati ya timu ya Blue Swallows na Talent Ocean ni pamoja na uwanja unaotumika kutokuwa na alama za kuonyesha maeneo ya kuchezea na maamuzi yaliyotoa goli la dhulma kwa wapinzani wao. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel.
Asante kwa taarifa hiyo kocha mstaarabu. Na timu ya Mbatakero FC imefanikiwa kuibuka bingwa wa michuano ya Bi Mkubwa Ramadhani Cup iliyokuwa ikifanyika eneo la Uzunguni, Bomang'ombe, wilaya ya Hai. Mbatakero wamekuwa mabingwa baada ya kuifunga Sadala Market FC penalti 3-2 baada ya sare ya goli 1-1 ndani ya dakika 90 za mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa Uzunguni. Bingwa huyo amekabidhiwa kombe kama sehemu ya ushindi pamoja na kitita cha shilingi milioni 1.5 kuwa bingwa wa michuano hiyo kwa mwaka 2026 iliyodhaminiwa na Shabani Mwanga. Aidha, mgeni rasmi kwenye mchezo huo wa fainali alikuwa ni mkuu wa wilaya Hai Hassani Bomboko. Mwezi wa 4 wanaotaka kuja waje na tunawakaribisha. Kwa muktadha huo tumeona wachezaji wamefanya vizuri. Mimi nikuombe zile zawadi zao, kama timu inakuwa haijajiandaa, viongozi wao wakipata tu sharti liwe wawe na akaunti ya NMB. Ni jukumu langu kuhakikisha netball inachezwa, vipaji vya netball vinanyanyuliwa. Hivyo basi naomba kupitia Hai pia nipate wachezaji ambao watacheza national team kama ulivyotamka kwako. Basi kwa hilo tunaomba niwashukuru sana kwa mwaliko huu. Nilisema siku moja wawepo vijana ambao watacheza ardhi hii, wakicheze ligi kuu ikiwemo Simba na Yanga. Alhamdulillah. Tunaye mchezaji wetu aliyeshiriki na aliyekuwa mfungaji bora wa mashindano haya, ndugu yetu, kaka yetu, ambaye sasa hivi anakipiga Simba Sports Club. Nadhani mnamjua, Selemani Mwalimu. Taarifa hiyo kutoka wilaya ya Hai na tamatisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kwa yale ambayo yamejiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Katika mchezo wa mpira wa kikapu, mfanyabiashara na mmiliki wa timu ya Vegas Golden Knights Bill Foley ametoa maoni yake kuhusu mpango wa kuanzishwa kwa timu mpya ya NBA katika jiji la Las Vegas nchini Marekani. Hatua hiyo inakuja baada ya NBA kupitia bodi ya magavana wake kuidhinisha na kuanza mchakato wa kuchunguza uwezekano wa kuongeza timu mpya katika miji ya Las Vegas na Seattle, ikiwa ni upanuzi wa kwanza wa ligi hiyo ndani ya miaka 20. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini Marekani, Foley ambaye tayari ana historia ya kuwekeza kwenye michezo ameonyesha nia ya kuwa sehemu ya umiliki wa timu ya NBA itakayoundwa katika jiji la Las Vegas, ikiwa bado hajatoa msimamo wa mwisho kuhusu ushiriki wake rasmi. Akizungumza kufuatia tangazo hilo, Foley alisisitiza umuhimu wa jiji la Las Vegas kuendelea kupanua uwekezaji wake katika michezo mikubwa, akiamini kuwa lina uwezo mkubwa wa kuwa na timu ya mpira wa kikapu ya NBA kutokana na mafanikio ya timu nyingine za kitaalam katika eneo hilo. Endapo mpango huo utakamilika, timu mpya ya Las Vegas inatarajiwa kushiriki ligi hiyo ifikapo msimu wa 2028-2029, huku wawekezaji mbalimbali wakionyesha nia ya kushiriki umiliki wa klabu hiyo. Kenny Malila, Channel 10 michezo kimataifa. Ambavyo anatamatika Kenny Malila akitobarisha kwenye habari za michezo kimataifa. Na sasa tuangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo wasanii wa muziki nchini wametakiwa kutosahau nyimbo za asili, badala yake wajikite katika kuhakikisha nyimbo hizo hazipotei, kwa kuwa wengi wao hawazitendei haki nyimbo hizo na wamekuwa wakizipa kipaumbele nyimbo za nje ya Tanzania. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Ushauri huo umetolewa na msanii mkongwe wa muziki hapa nchini, Mzee John Kitime, wakati wa kusaini mikataba ya ruzuku na taasisi ya Nafasi Art Space kwa wasanii 9 kati ya 120 ambao walituma maombi yao kupata ruzuku hiyo kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao. Sasa tuna tatizo kubwa kwa sababu unakuta nyimbo ziko nyingi na maarufu na kubwa zote zimetungwa, lakini ukiangalia basic ya muziki wake sio ya Tanzania. Ni basic ya muziki wa nchi zingine ambazo wao wamelea ule muziki wao wa kiasili. Kwa hiyo mradi huu ni kama mchango moja kufufua hizo nyimbo za asili, na kwa kweli ni mwanzo tu, kwa sababu mimi nimechukua makabila 4 na nchini hapa tuna makabila zaidi ya 140. Lilian Hypolite ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Nafasi Art Space. Amesema wasanii wa fani mbalimbali
wanaruhusiwa kuomba ruzuku hiyo, na akitaja vigezo wanavyovitumia kwa wanaotuma maombi kwamba sanaa yako iwe na impact katika jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo sanaa yako isiishie Dar es Salaam, sanaa yako itoke nje, sanaa yako iende kwa community huko, tuone vitu unavyofanya. Hicho ndio kitu kipengele kikubwa sana tunachokiangalia. Nafasi imepokea mwaka huu milioni 188 katika ruzuku ya mwaka huu ya awamu ya 6. Na hii hapa imetufurahisha sana, maana sisi tuna dhamira ya kuhakikisha kuwa watoto wa Kiafrika wanarithi vyombo vya asili vya Kiafrika. Kama wanamuziki, tunataka tuone watoto wa Kiafrika wanamuziki wakipiga vyombo vya asili. Taarifa hiyo ndio ambayo inatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, anarudi hapa Lulu Ali kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.